Angalia hapo. Haya. Bwana, niko na Godfrey Mchungu. Ndugu yangu, kwema? Kama kawaida. Mambo yanakwendaje? Kumekucha. Uko vizuri? Bila shaka umefuatilia speech ya bana Netanyahu. Saka kama ndo kazi yangu. Jana wakati tunaondoka tulizungumza kuhusiana na swala zima la kwenda kukutana kwa waziri mkuu kutoka Israel na Rais Donald Trump. Bila shaka mambo yamekuwa hivyo. Nini kimezungumzwa na makubaliano yako vipi? Wanatokaje baada ya hilo? Yes, kwanza ndio imekuwa ni taarifa kubwa sana ambayo tumeamka nayo, kukutana kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na mwenzake Rais Donald Trump. Na kama unafahamu kwamba Israeli rafiki wake wa kipekee ni taifa la Marekani, na taifa la Marekani taifa lake la kimkakati basi ni taifa la Israeli. Kwa hawa tunasema ni big ally, kwa maana kwamba ni watu ambao wamekuwa wakipendana, wana mapendano na wamekuwa wana mikataba ya kudumu au mikataba ambayo inaitwa mikataba ya kiusalama. Kwa hiyo kwa jana ulikuwa unazungumzwa mpango wa kuweza kumaliza vita katika eneo la Gaza. Kama unafahamu kwamba Gaza tangu kile ambacho kilichofanyika Oktoba 7 mwaka 2023 tulishuhudia serikali ya Netanyahu na jeshi la IDF limeweza kupelekea mashambulizi makali sana katika eneo la Gaza. Kwa hiyo Trump kwa jana na mwenzake Netanyahu wamezungumza mpango ambao unaitwa 21 peace plan for Gaza, kwa maana kwamba mpango wa hatua 21 ambao umependekezwa na Rais Trump kwa lengo la kuweza kumaliza vita vya Gaza. Na sasa huo mpango cha kwanza unahusu nini? Mpango huo unazungumza namna gani katika eneo la Gaza lisiwe linatawaliwa au linaongozwa na chama cha Hamas, ambacho katika mtazamo wa kimagharibi kama unafahamu kwamba ni chama ambacho kinatajwa kwamba ni chama cha kiharakati, chama cha kigaidi. Lakini vile ni kuweza kubadilishana wafungwa kati wafungwa wa Palestina ambao wanashikiliwa katika jela za Kiyahudi waweze kuachiliwa. Lakini ya tatu, kutengenezwa kamiti ya kimataifa ambayo itakuwa inaweza kugavana katika eneo la Gaza. La nne, kuhakikisha kwamba wanaweza kuondoa kile ambacho kinachoitwa zile itikadi kali katika eneo la Gaza. Lakini cha tano, kuweza kuhakikisha kwamba vikosi vya kimataifa kutoka nchi washirika wa kimataifa na nchi za Kiarabu waweze kuangalia usalama wa Gaza. Cha sita, mbele ya safari kuhakikisha kwamba mamlaka ya Palestina, kwa maana kwamba Palestina Authority ambayo inaongozwa na Mahmoud Abbas na serikali mpya au mamlaka mpya ya mpito ambayo itaanzishwa na kusimamiwa na Umoja wa Mataifa, zitaunganishwa kwa kile ambacho kinachowezwa kuja kutengeneza sasa taifa lile la Palestina. Na kama unafahamu kwamba msimamo wa Netanyahu ni msimamo ambao amekuwa amesema wazi kabisa kwamba yeye haamini katika uanzishwaji wa taifa la Palestina na haamini katika kuweza kuigawa Jerusalem, kwa sababu kuna sheria za kimataifa. East Jerusalem kama unafahamu kwamba ni mji mkuu wa Palestina, kwa maana kwamba kuanzia Judea na Samaria ni mji mkuu wa Palestina. Kwa hiyo kwa Netanyahu amesema wazi kabisa kwamba wao hawawezi kuiachilia Jerusalem, lakini vile hawawezi kukubali uanzishaji taifa la Palestina. Lakini hii sasa vile lazima tumpongeze Trump. Kwa sababu kama unafahamu kwamba Trump ndo alikuja na mpango ambao unajulikana kama Abraham Accord mwaka 2020. Ulikuwa ni mpango maalum au mpango mkakati ambao ulikuwa umeenda kuzifanya nchi za Kiarabu kuweza kunormalize, yani kuweza kuitambua taifa la Israeli na taifa la Israeli kuweza kuitambua taifa la nchi za Kiarabu. Mpango ambao ulikuwa ukitazama ni Qatar, Kuwait, Sudan, Bahrain, ukitazama UAE, zote ziweza kuanzisha uhusiano na taifa la Israeli. Kwa mpango wake wa sasa hivi ambao unajulikana kama 21 peace plan deal for Gaza, nao vile watu wengi wameweza kumsifu. Sasa uhalisia upo vipi kwa namna ambavyo mpango huu unaweza kutekelezeka katika watu wa Gaza? Kwa sababu lazima tufahamu kwamba Marekani amekuwa akitoa bajeti kubwa sana kwa taifa la Israeli, na baada ya Israeli kuweza kutengwa na dunia, mshirika wake wa kipekee ambaye amebaki ni Marekani. Na kwa nini Marekani amekuwa na nafasi ya kipekee kuna Israeli? Cha kwanza,
kama unafahamu kwamba wale ma lobbyist kuanzia IPAC, American Israel Republic Affairs Committee, mawaziri wengi wa taifa la Marekani, kampuni za kimkakati kuanzia NASA, Google, zote zimekuwa zikifinance na kuchangia utawala wa Kizayuni. Lakini vile kampuni mashirika makubwa ya kidini, tunazungumzia kwa mfano Christian for United States for Israel, Zionism Movement, Christian Zionism, wote wamekuwa wakiunga mkono taifa la Israeli, na hao kutazama wamekuwa na nguvu kubwa ndani ya siasa za Marekani. Kwa hiyo msimamo wa Marekani kuhusu Israeli na msimamo wote wa Marekani kuhusu Gaza utakuwa ni hatua msingi zaidi ya kuweza kuhakikisha kwamba vita hii inaweza kuisha. Kwa wengi wamemsifu katika mtazamo huu, lakini vile wengi wamekuwa na hofu. Je, Marekani ana nia kweli ya kuweza kumaliza mzozo wa Gaza, au katika ile nyuma pazia kuweza kuendeleza harakati zao za kuweza kuanzisha taifa la Palestina? Kwa hiyo ilikuwa ni kikao kwa kweli cha kimkakati ambao kilikuwa kinahusisha kati ya marafiki wakubwa wawili, kati ya Marekani na mwenzake Israeli. Sawa, kiachilia mbali swala hilo la hao jamaa kukutana jana, na moja kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana, latest nyingine ambayo nilikutana nayo bana, jana nilikugusia kuhusiana na Iran lakini kabla tujetoka kwa watu wa Ulaya huku, nimeona jana Moldovia anaita hivyo, sio? Yenyewe bana imeamua kuchagua kuendelea kuungana na Ulaya badala ya purukushani kubwa zilizokuwa zikiendelea nchini pale, ikiwemo wabunge kuwa na vuta ni kuvute baina yao, wengine wakisema walipaswa kuungana na Urusi, huku wengine wakisema wanapaswa kuendelea kushikamana na Ulaya. Sasa ikapigwa kura. Baada ya kupigwa kura pale, kura imeamua baada ya wabunge wengi kuchagua kushirikiana na bara la Ulaya. Sasa nimeona bwana Ulaya wenyewe wakiwapongeza. Sawa bwana, kama Uingereza kule wanawaambia bana, mmefanya jambo la msingi na mmepiga kura ya msingi sana kwa wabunge wengi kuchagua kuendelea na ushirika ama wanachama wa upande huo na sio kujiunga na Urusi. Inaonekana kumbe yako mataifa ama wako baadhi ya viongozi ambao wanatamani kwenye mataifa mengine kama Moldova ambavyo imeamua mpaka kuingia kwenye kupiga kura kuamua wapi ni wapi, wapi ni wapi. Wanatamani kumbe kwa mataifa yanatamani kwenda upande wa pili, lakini bado kuna ushawishi kutoka Ulaya. Yes, kwanza ukisoma siasa za Ulaya Mashariki, kuna waziri mkuu mmoja maarufu sana naitwa Winston Churchill. Winston Churchill alikuwa ni waziri mkuu wa Uingereza. Alitoa hotuba yake maarufu ambayo inajulikana kama ni pazia la chuma au inaitwa Iron Curtain. Sawa? Sasa pazia la chuma ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa ni kipindi cha vita baridi ambapo ilikuwa hairuhusiwi taarifa za nchi za kibepari kuweza kusomwa katika nchi za kijamaa. Okay. Na ilikuwa hairuhusiwi taarifa za nchi za kibepari kwa maana maisha yao, ustaarabu wao, demokrasia kuweza kusomwa kwenye nchi za Kisovieti. Kwa lengo la kusema kwamba hawa nchi za mashariki wakiweza kujua zile faida ambazo wanapata nchi za magharibi, raha, demokrasia, uhuru, watakuja kutamani demokrasia ya kimagharibi na kuweza kuachana na harakati za kijamaa. Kwa nini nimesema hivyo sasa? Unajua hizi nchi za Moldova, nchi za Poland, Belarusi, Ukraine, sawa nchi za Romania, hizi nchi ukitazama zimekuwa zikiwa zinafuata mfumo wa kijamaa kihistoria. Alfa walikuwa Soviet, Of course, walikuwa ni Soviet. Katika mojawapo ya nchi 16, Moldova nayo ilikuwepo. Sasa hizi nchi kumbuka nyingi zina historia ya nchi za kijamaa. Vya chama kimoja, sawa serikali ilikuwa inadhibiti mifumo ya kiuchumi na kisiasa, lakini vile wao demokrasia yao ilikuwa ni serikali kuweza kuamua na kuweza kupanga kuhusu wananchi. Yaani wananchi wanakuwa hawana nguvu dhidi ya serikali. Sawa? Ndio kipindi cha vita baridi. Sasa tangu kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti, sawa? Na kimsingi tangu walivyoingia
rais wa mwisho wa Usovieti alikuwa anaitwa Mikhail Gorbachev. Na huyo ni muhimu, huyo alikuja na dhana mbili kubwa. Dhana ya kwanza inaitwa perestroika, dhana ya pili inaitwa glasnost. Sawa hizo dhana kuzitazama zilikuwa zinaelezea namna gani tuweze kufanya kitu ambacho kinachoitwa free market economy, soko huria, lakini vile serikali kutodhibiti mifumo ya nchi. Sawa mwaka 89 ukaanguka ukuta wa Berlin ambao ulikuwa unaunganisha Ujerumani Mashariki Ujerumani Magharibi. Mwaka 91 historia ikabadilika, Usovieti ukaanguka. Sasa kumekuwa kuna harakati ya nchi nyingi ambazo bado zina vinasaba sawa na nchi za mashariki kuweza kuendelea kubadilisha siasa zao. Sasa kwa nini ukitazama Urusi amekuwa ana shida na zile nchi ambazo zinabadilisha mtazamo wao? Nchi nyingi ambazo zipo mbali ya mipaka yake amekuwa hana shida nazo kwa sababu si mbali, lakini nchi ambazo zipo karibu na mipaka yake ndo amekuwa na shida nazo. Ukraine, Belarusi, Finland. Sawa, hizi ana shida nazo kwa sababu wanapobadilisha mtazamo wao kuhusu kubadilisha mwenendo na siasa zao, inakuwa ni hatari dhidi ya usalama wake. Na Ulaya kutazama wana hizo harakati za kufanya zile nchi zote ambazo zilikuwa za kijabaa ziweze kubadilika zisiwe katika upande wa hata ukitazama alikuwa mshirika mzuri na ushirikiano mkubwa na Russia.